Hali ya taharuki imetokea katika mtaa wa Bondeni kwenye kata ya Muriet iliyopo mkoani Arusha baada ya nyumba ya mfanyabiashara Elias Molel kuungua tena kwa mara ya pili. Baada ya ile ya awali, wananchi kuchanga zaidi ya shilingi milioni 3 kwa ajili ya kuirekebisha. Mpaka hivi sasa chanzo cha kuungua tena kwa nyumba hiyo hakijabainika, lakini mwaka jana nyumba hiyo inadaiwa ya kwamba iliungua kutokana na shoti ya umeme. Kwa majina yangu naitwa Ramadhani Sambeta, ni mwenyekiti wa mtaa Bondeni. Kuna tukio limetokea la ajali ya moto kwa ndugu yetu Elias Sareyo. Na tukio hili ni mara ya pili sasa, linatokea ndani ya miezi 6. Na katika tukio la kwanza, wananchi tulijiunga kwa pamoja katika kusaidia, na tukawa tumepata zaidi ya shilingi milioni 3. Na tukio hili la leo tunaahidi tena tutaendelea kuwa pamoja, kushikamana kuhakikisha ndugu yetu anapata misaada ya hali na mali. Yaani miezi 6 kuunguliwa na nyumba mara 2, lazima kuna mshangao, lakini tutaachia vyombo husika vitafanya uchunguzi na mwisho wa siku tutakuja kujua tatizo lilikuwa ni nini. Kwa sasa hivi sina majibu kwamba tatizo ni nini, lakini wajibu wangu ni kuhakikisha kupambana na tukio, na tumepambana. Niwashukuru wananchi pia, na tumeokoa mali nyingi sana ndani ya nyumba hii. Walikuwepo watoto pamoja na mama yao. Kilichoko mbele yetu ni kaka mkubwa wa familia hii ameamua kutoa shukurani ya soda kwa sababu ya watu waliojitolea kuokoa janga hili. Kwa hiyo ni kaka mkubwa wa familia ameamua kutoa maji kwa ajili ya watu waliofanya hii kazi. Hapa ni nyumbani kwa ndugu yetu Elias, ni jirani yetu. Mimi kwa majina naitwa Douglas Maleo, balozi wa mtaa huu. Ni kwamba nyumba ya ndugu yetu hapa imeungua moto. Wananchi walipiga kelele. Lila kubwa zaidi tunashukuru wananchi kwa sababu wananchi wa maeneo haya wamejitolea kuzima moto huu, kwa sababu pia watu wa zima moto walipigiwa simu muda sana. Lakini tulikuwa tunasubiria huku tunahangaika, watu wamejitahidi kumwaga mchanga, kumwaga maji, kuingia ndani, watu wamejitosa kuokoa vitu, lakini baadhi ya vitu vingi sana vimeungua. Kama unavyoona, kama sio wananchi, nyumba hii ilikuwa inateketea kabisa. Kwa hiyo wananchi wamejitahidi, vijana, wamama, kuleta maji kuhakikisha kuwa wanazima moto huu. Hii nyumba ni mara ya pili. Mwaka jana pia ilikuwa nyumba kubwa hapa, ilitokea tatizo kama hili swala la moto, na wananchi pia ndio walijitahidi, lakini fire pia mwaka jana walijitahidi kuwahi wakazima ule moto, lakini nyumba iliteketea kabisa. Mwaka jana wananchi walijitahidi kukusanya chochote kitu kumwezesha ndugu yetu Elias ili basi arudi kwenye makazi yake, na kama unavyoona hii nyumba basi ndio mara ya pili kuungua. Hii nyumba ilianzwa upya, ni nyumba mpya. Mimi kwa jina naitwa Agnes Elias Sareyo. Chanzo cha moto sijui, maana mimi nilikuwepo shambani, mtoto akakimbia akaja akaniambia mama, moto umeanza. Nikabidi nipige ukunga kule barabarani, magari yakanipisha. Yalivyonipisha nikaendelea kupiga ukunga mpaka nyumbani. Kuja ndo nikakuta moto umekamata nyumba yote. Kulikuwa kuna Stella, Sayuni, 4 chumbani. Mwanzo alisemaga ni kwa ajili ya shoti ya umeme, na sasa hivi sikujua tena ni nini. Mmoja wa ndugu wa familia hiyo aliamua kuwapongeza wananchi kwa kuwanunulia soda na maji kutokana na jinsi walivyopambana kudhibiti moto huo. Jambo la kununua vinywaji ni kwa ajili ya shukrani, kutoa watu, kuwapa watu pole na kushukuru watu, jamii kwa ujumla, kwa kusaidia janga lililotokea mahali hapa la moto.